Njia za umilikishaji zipo tofauti. Njia ya kwanza tulianza kwa kujimilikisha kwa kuonyesha utambulisho wetu, Beni mimi, im cha kwangu, alafu ndo tukaweka hicho kitu ninachokimiliki. Kwa mfano ndo tulionyesha jina pale, sawa? Sasa inakuwaje kama tutaanza na tunachokimiliki, halafu ndo tuweke utambulisho kwa hicho kinachomilikiwa ni cha nani? Tumeelewana? Kwa mfano gari kwa Kituruki ni araba, sawa Araba mwishoni imeishia na a ni vowel nzito. Kwa hiyo ili hapa tuseme gari ni yangu, maana yake tukija kwenye viambishi vya hapa, ili niweke kiambishi nimilikishe kwa hiki kitu ni cha kwangu, vile ni viambishi vya umilikisho vya nafsi ya kwanza. Ukitaka uweke hapa ili tutambulishe ili gari ni la kwangu mimi, watu wote waelewe, gari langu, nimesema mimi gari langu, sawa Mwisho kuna a ni vowel kama nilivyosema, vowel ni nzito. Ukitaka ufuate formula a inaungwa na i kwa umo im, kwa hiyo hapa ilitakiwa kae im. Sasa wataalamu, tunarudi kwenye mutations kule, wataalamu wa vowel hizo walizozitengeneza na zile consonant mutation, wakasema kwenye kutamka italeta shida. Uwezi ukasema arabaim, araba ni ngumu kwa sababu hii utamkwa kama Kwa hiyo sasa kifanyike nini? Wakasema kwa nini isitumike m? Kwa hiyo m na y hizi zenyewe kusimama kwa sehemu ambayo kuvunja hiyo void isilete shida. Kwa hiyo maana yake tukikutana na kinachokimilikiwa kikiwa kinaanza, alafu kama mwishoni kinaishia na void, tutatumia m kwa nafsi ya kwanza. Kwa hiyo tutasema arabam. Kwa hiyo arabam tayari umeshamaanisha gari langu. Hapa tayari umeshamaanisha gari langu. Gari ukiongeza m tayari umemilikisha nafsi ya kwanza kwa arabam, gari yangu. Sawa Tumeelewana vizuri Na mfano wa pili tunaweza tukatumia sasa ev. Sawa Ev ni nyumba. Sawa Sasa ukiangalia hapa haijaishia na hapa, nakupa hiyo tofauti. Kwa nini hapa tulitumia m, huku tunatumia viambishi hivi? Ndio tunarudi kule nilichokueleza kwa benimu ilikuwa rahisi kwa sababu mwishoni kulikuwa na nini? Kulikuwa na consonant. Na evu ya mwisho hii ni v ni consonant, a ndio vowel. Sawa Kwa hiyo kumbe hapa hatuna haja kuweka m, inaungika direct kwa sababu huyu yuko mbali, hawagongani, hawako karibu. Kwa huku tutarudi kwa formula ile ile ya kuangalia ya mwisho tutaangalia inasemaje tutarudi juu, tutaona im. Kwa hiyo tutakuja kuweka im. Kwa hiyo itakuwa Edwin, nyumba yangu, nyumba yangu. Sawa Umeelewa sasa hapo mambo yanapokuwa rahisi. Kwa hiyo hayo ndio matamshi au matumizi ya m. Mbeleni tunapoendelea kutunga sentensi na nafsi nyingine tunapoendelea kuangalia, tutagundua taratibu zinaendaje. Kwa sasa hivi kanuni umeshaijua, kanuni ya kuongea voice hii ndio kukaa nayo sana. Yaani ndio unatakiwa uweke akilini kwa sababu hii ndio inafanya uangalie neno la mwisho ulilopewa linaishia na nini, uje uangalie kundi ikiishia na hii nikaunge na hii, ndio utafute kwenye viambishi. Kwa kumbe kinachofanya kazi hapa ni neno la mwisho, halafu utaenda kuangalia. Sasa hivi tukaangalie ye. Tutatumiaje ye kama bufa? Utambulisho wa kujiwekea wasfa huwa mara nyingi bufa itumika kama formula ni ile ile nimekwambia. Neno lako likaenda likaishia na void. Void ni hizi, yani hizi unazoziona ndio void, sawa Hizi ukisikia void ndio hizi. Kwa tunaposema herufi ya mwisho ikiwa ni void ndio tunazungumzia hizi, yani hizi unazoziona hapa moja wapo ikiwa ndio imeishia katika neno lolote unataka kuzungumza. Kwa mfano, wewe mwanafunzi Kituruki ni orange, sawa Umeona hii hapa? Hii inasomeka orange. Orange ni mwanafunzi Kituruki, sawa Orange. Huyu ni mwanafunzi. Sasa huyu mwanafunzi sio Juma, sio Abdalla, sio ni mimi mwenyewe. Ndio nataka niwaambie mimi ni mwanafunzi, aidha nimejitambulisha. Kwa hiyo mimi ni mwanafunzi, nitafanyaje? Kwa kumbe lazima ili nijimilikishe, tumesema bado tutatumia nini? Tutatumia viambishi vyetu vya nafsi ya kwanza, ekledi za nafsi ya kwanza, imumu. Kwa hiyo formula ni ile ile, tutaangalia herufi ya mwisho. Herufi ya mwisho sasa hapa ndio tunakutana kwa ni nini? Ni vowel e.
Sasa kumbe hatuwezi kuweka tena kwa kufananisha hii hapa, tuangalie hii ndio tuje kuweka hapa im. Kwa kumbe hili swala hatuwezi kulifanya tena, ni makosa, kwa sababu itasomeka orange. Kwa hiyo bado ni makosa. Kwa hiyo hii kinachofanyika sasa hapa ndio unaona hii ye ni bufa. Ye inaitwa bufa. Bufa kazi yake kulinda kama neno limeishia na vowel, yenyewe itakuja kukaa katikati, kwa sababu unachokiunga pia kinaanza na vowel. Kwa hiyo kumbe hapa orange, alafu ndio utafute hii im, ndio uje uiweke. Enda kuichukua ile im ambayo iko hapa, na kwa sababu hii ipo kwenye, kwa hiyo kama ipo kwenye unaangalia na hii huwa na yenyewe. Kwa hiyo ndio maana tukabeba hii tukaenda kuweka hapa. Kwa hiyo hii unaiona hapa, hii ni bufa, sawa Bufa kwa maana yenyewe kazi yake kuzuia na zisiwe karibu, ukasoma orange. Kwa hiyo orange. Kwa hiyo hapa utajitambulisha orange, sawa Orange maana yake mimi ni mwanafunzi, sawa Sasa natural Kituruki unapoanza kuzungumza mara nyingi, sio lazima, ila wengi wanapoanza kujiongelesha ama kuongea kitu hufungua sentensi zao kwa nafsi. Ndio maana nikasema Ben ni mimi. Kwa hiyo hili kama unaeleza kitu kinachokuhusu wewe, mara nyingi huwa unasemaga Ben, lakini katika kila neno mbele utakaloongea lazima viambishi vihusike, ikionyesha kuwa bado wewe ndio unahusika katika hivyo vitu. Ndio Kituruki kinavyokwenda. Kwa hiyo sasa Ben mara nyingi huanza. Kwa hiyo hata kwenye kujitambulisha wengine husema Ben orange, yani kwa maana mimi ni mwanafunzi, lakini kikawaida hata utakaposema orange tayari umeshajitambulisha wewe ni mwanafunzi. Kwa hiyo matumizi ya viambishi vya Ben hivi hapa hivi tumeshaviona, na tukasema kanuni za kutumia vowel tumeshaziona. Kwa hiyo hapa maana yake kutakuwa kumefitika, sawa Kanuni za kutumia vowel tayari tumeshaziona, sawa na mifano tumeshaiona, na tumeshaangalia viambishi vyote unaungaji. Kwa nafsi ya kwanza Ben, umoja, tumeshamalizana nayo. Kwa hiyo tutaenda kuangalia nafsi ya pili biz, wingi, yani nafsi ya kwanza umoja, wingi wake biz, ndio ambazo tunaenda kukifuata kukiangalia. Görüşürüz, kendine iyi bak.